alikuwa anatoka hivi anaenda hivi, unaona anaenda hivi, unaona huyu ni mburuzo wa gari mpaka pale. Hizi ni nywele za marehemu hizi hapa, yaani ameburuzwa sasa kuanzia hapa, unaona twende, unaona kurushwa mpaka, unaona hizi ni nywele za marehemu hizi, unaona mpaka kuja kutupwa, unaona zimefukiwa hapo hapo na kukanyaga mpaka kuja kutupwa hapa kumefukiwa. Ni damu ya marehemu hizi, hii hapa, hii ni damu ya marehemu alipokuja kutupwa. Sasa hapo ndio sehemu ya kichwa kilikuwa hapa hivi, nadhani na sehemu nyingine atakuwa ameumia, maana kichwa ndio alikuwa amelazwa hivi. Ya kichwa maana yake damu inachemka sana masikioni, kichwani ndio nimeona. Sasa huko kwingine siwezi kumchunguza kwa sababu ni mwanaume, mimi nilichoona ni kichwa. Kuna askari hapa katuambia ameshashikwa yuko ndani, sijui sasa. Anaendelea na safari, labda kwa kukimbia wananchi kuogopa kwamba atauawa. Mtu mmoja afariki dunia kwa kugongwa na gari mtaani Gamsi, kata Bagara, Ulan Babati, mkoani Manyara. Marehemu ambaye bado hajafahamika kwa majina, kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio, anaeleza kuwa marehemu akiwa anatoka msikitini kwenda kufuturu aligongwa na gari lililokuwa limebeba nyama kwa ajili ya kusambaza mabuchani. Polisi wamefika katika eneo hilo na kuchukua mwili wa marehemu, na hapa mashuhuda wa tukio hili wanafunguka. Kwa jina naitwa Mwanaisha Swedi Isa, mkazi wa Gamsi. Kwenye muda wa saa 11 hivi marehemu alikuwa anatoka maeneo ya msikiti wa kwa Buda, anakuja zake maeneo ya huku chini, kama anakuja huko maeneo ya Mission. Baada ya kufika hapa kwa Suma, ile gari ya nyama ilikuwa inatoka kwa huku maeneo ya huku chini nyuma yake. Yeye alikuwa ile gari la nyama linasambazaga nyama. Baada ya kufika kwa hapo hivi likali yeye marehemu yuko upande ule wa kule pembeni kabisa, gari ile likashangaa limempandia kwa nyuma, akamburukisha ni kutokea kama hapa mpaka kule. Ni shehe, naona ni mwanafunzi wa kwa Sheirani. Yule ametoka msikitini, msikiti wa kwa Bunda, ndio alikuwa na saumu yake. Kilichokuwa mimi nilichokiona ni ile gari kwa kumpandia kwa nyuma, nikasema hivi huyu mtu mwenye gari na maana amelewa, amuoni huyu mtu au vipi? Pembeni kabisa, naweza nikaenda kukuonyesha pale site yenyewe. Gari linatoka huko, gari lilikuwa limetoka kwa nyuma yake, limeacha site likaenda kwa nyuma, yani nikapanda naye na kumrusha kama mbali kidogo, yani kumtoa pale site alipokuwa, nikamburuza kama hapa na kule, na nywele ziko pale. Anafia hapo pale alikorushwa tu pale, na umauti wake ukamkuta hapo. Wito wangu mimi naona hivi, kama vile pawekewe kivuko, manake ajali zimezidi kwa maeneo ya hapa ni Gamsi. Sio watoto, sio watu wazima, sio ajali za pikipiki, sio za gari, zimezidi. Hii ni ajali ya 3 sasa ninaishuhudia nikiwa hapa. Naomba tu kuwekewe vivuko kwa sababu ya watoto wetu, na pia sisi watembea kwa miguu, watu wazima, wanafunzi barabara hii ni wengi. Yani tunaomba tuwekewe vivuko. Marehemu namfahamu kwa sura tu, kwa jina simjui. Kijana mkubwa, japokuwa amefuga mandevu na yale manywele, ni mkubwa. Ni mtu ambao unamfahamu? Simfahamu, ninamuonaga tu anapita, sio kwamba ninamfahamu. Namuonaga anapita na wanafunzi wenzake. Mara zingine wakuja hapa wananunua samaki na wenzake, ila anapokaa sipajui. Pia naweza nikasema hivi, unasikia, amekufa kwenye saumu yake, mwenzetu kafa vizuri, hatujui sisi uko mbele, sisi hatujui tutakuaje. Mwenzetu kafa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yeye kafa na saumu yake. Familia labda kwa vijana wetu, kwa ndugu zake ambao walikuwa wanamtegemea, ni pigo kubwa sana wamepata kuondokewa na kijana wao. Na msikitikia sana mama yake na baba yake huko waliko, unasikia. Nawapa pole
kwa pigo walilopata kwa haraka bila kutegemea. Wenyewe wanajua hivi mtoto wao yuko shuleni anasoma, lakini leo hii wanaambiwa ni marehemu. Inasikitisha sana. Majina naitwa Hans Domisiano Peter. Yaani kama mtu yote na machule vibaya mno, ni msela ametoka msikitini kuswali. Yaani kama ni ustazi ni gani? Shuhudia kama ni msela mmoja Godongo hapa hivi nyote wasaidia hata kuongeza ile lami yenyewe ni gani? Sababu ile lami inatukorogea Kikuzi sio wa kwanza wala sio wa pili. Alikuwa anatoka msikitini aenda Kwere. Anaenda kufanya kufuturu kwenye saumu. Babu kule saumu alikuwa anataka zake Kwere kama muda kama huu. Waanze kufuturu sana tu pale ni gani pale msikitini. Kwa madereva wa magari yani brasa wanatukorogea Kikuzi yani. Yule nyangi simama ngimla bila maji. Hicho ni kipindi. Kwa alikimbia. Alikimbia. Bala nyosha kitoni mwenyewe. Hivyo tu. Asante ni gani watu hata serikali tuongezee barabara ni gani. Chora hata alama za barabarani nyo unaona hata mstari katika barabara si amna. Wewe unaelewa plus. Hivyo tu. Bado si amna barabara kuanzia kule mpaka mwisho. Tufanye hivyo bwana. Hiyo sio kwanza alafu ni gani? Na mwachuli wewe ndio nikafuturu plus kwa heshima.